Katika kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha hayati Sheikh Abeid Amani Karume, taasisi ya Weza inayojihusisha na kuwasaidia wanawake na wasichana leo imeendesha zoezi la usafi katika maeneo mbalimbali ya shehia ya Uwandani, wilaya ya Magharibi B, Unguja. Zoezi hilo lililohusisha wanachama na wakazi wa eneo hilo limefuatiwa na mechi ya kirafiki iliyojenga kuhamasisha mshikamano na kudumisha usafi wa mazingira katika jamii. Huyu ni mjumbe wa sheha wa shehia ya Uwandani, ameishukuru taasisi ya Weza kwa kujitolea na kuonesha uzalendo kupitia kufanya usafi katika shehia hiyo, huku akisisitiza taasisi nyingine kuiga mfano huo ili kuendeleza wema katika jamii. Kwanza tunaanza kutoa shukrani kwa mawazo yao ya kufikiria kwamba tuende kwenye shehia ya Uwandani, kwamba tukafanye usafi. Kwanza tumeanza kwenye skuli ya Roki, tumetoka kwenye skuli ya Roki ambayo ni mpya hiyo, iliyojengwa na Wachina kwa msaada vile vile wa rais wa Zanzibar. Tumejengwa kama skuli nyingine ndogo ndogo kama 2 na hiyo ya 3 kubwa. Sasa tumekuja tena kwenye uwanja wa Ngome ambapo panapofanyika tukio lote la kuanzia usafi wetu kaendeleza kutokana na mwenyewe Mheshimiwa Karume alikuwa ni mpenzi wa michezo. Inabidi na yeye mwenyewe wamefanya kumuenzi mzee kutokana kupitia na upendekezo wake ambalo kwa anapenda michezo. Tumefanya usafi vile kwenye uwanja vile wa Ngome pamoja na hao wenye taasisi hii. Na wenye taasisi nyingine mbalimbali wenye uwezo wa kuweza kuendeleza mambo kama haya. Tunataka kwanza hapa tumeona katika taasisi hii ambayo ilikuja leo hapa kwamba kuna watoto aina mbalimbali, kuna watoto walemavu ambao ni viziwi, kuna wengine vipofu, kuna wengine ni walemavu wa ngozi ambao kama ni albino wanao hapa. Tunataka na taasisi zingine wasiwaone kama wale watu wamewatenga. Wawe na wao wajisikie kwamba nao ni binadamu kama binadamu wengine. Nao wafuate nini kama hii na wachague shehia mbalimbali, si lazima waje Fuoni. Waende sehemu mbalimbali ikiwa Bungi, ikiwa labda waende Pete, sehemu mbalimbali kwenda kufanya usafi kama hivi walivyofanya wenzao. Vile vile kwa upande wake mwakilishi wa jumuiya ya Weza Amina Salum Suleiman ameeleza kuwa ushiriki wa wanawake na wasichana katika shughuli kama hizi ni njia bora za kuwawezesha kijamii na kuwapa nafasi ya kuleta mabadiliko chanya. Jumuiya hii kwa kweli imewaweka pamoja watoto wenye ulemavu tofauti pamoja na hawa ambao wako katika mazingira yaliyo sawa ili na wao wasijisikie ovyo. Kwa hiyo ni ni lengo lao kuu katika kuweka hii michezo katika jumuiya hizi. Tumeamua kuja kufanya huu usafi kwanza ili tumwezi mzee wetu Abeid Amani Karume katika afya njema. Vile vile tumeshiriki michezo, sisi ni wana michezo na michezo inajenga mambo mbalimbali kama tunavyojua. Inajenga mwili, inajenga afya, vile vile inaleta urafiki na mapenzi pamoja na furaha katika michezo. Kwa hiyo ndio tukaamua leo tuje tuamue jambo hili na tuko hapa Fuoni hapa. Naye kwa upande wake katibu mtendaji wa taasisi ya Weza Salim Bakari Masud amesema lengo kuu la kufanya zoezi hilo siku ya leo ni kutoa heshima kwa hayati Sheikh Abeid Amani Karume kwa njia ya vitendo, kwa kuwa 100% ya maendeleo, usafi na mshikamano wa jamii. Lengo kuu la kufanyika hili zoezi la leo la usafi ni kuadhimisha kifo cha muasisi wa mapinduzi na rais wa kwanza Zanzibar Mheshimiwa Sheikh Abeid Amani Karume. Na kwa nini tumeamua kufanya hivi? Tumefanya hivi kwa lengo la kuhamasisha jamii kuona mchango wa Mheshimiwa Karume katika masuala mazima ya elimu, lakini vile vile swala zima la michezo. Tukizungumzia wasichana na wanawake, ni kundi ambalo mara nyingi linakuwa ni lenye kuathirika linapotokea tatizo lolote, ikiwa aidha ni tatizo la migogoro au tatizo la kukosa haki au tatizo la kunyimwa fursa mbalimbali ambazo wanakuwa wanazikosa katika jamii, tofauti na wanaume jinsia ya kiume. Na hawa ni miongoni mwa watoto wanaopatikana katika jumuiya hii ya Weza. Wameeleza ushiriki wao katika jumuiya hii, lakini hasa ni kipi ambacho wao kimewahamasisha kuwa wanachama wa Weza. Nimejisikia vizuri kwa sababu kufanya usafi ni jambo la kawaida, hata nyumbani usafi tunafanya. Kwa hiyo hapa sijaona kazi kufanya usafi, nimefurahia tu. Na waomba washauri wazazi wao wakubali waje kujiunga na michezo kwa sababu michezo inaleta faida.
Napenda hivyo watu wanavyocheza mpira, ndio na mimi nikaona bora nijiunge, na nafasi ya goalkeeper nilikuwa naipenda mimi mwenyewe. Vizuri na watu wafanye usafi, maana usafi muhimu katika jamii yetu. Tufanye mazingira vizuri yawe masafi kama tulivyofanya sisi. Kimenishawishi kwa kucheza mpira vizuri, pia kucheza mpira, halafu kimenishawishi kupata mwili, kupata mazoezi, mwili haulali wala hauchoki. Na washauri wajiunge na wazazi wao, wawaeleze kama nataka kwenda kucheza mpira sehemu fulani, washirikane na wazazi wao, wawaambie, waeleze vizuri, halafu ndo waje. Wasiwakataze wanawe kuja cheza huku, kwa sababu wakikaa nyumbani watakuta na vishawishi tofauti. Zoezi hilo limepata mwitiko mkubwa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo na kutajwa kuwa ni mfano wa kuigwa na taasisi nyingine zinazojihusisha na maendeleo ya jamii. Huu ni wema unaopaswa kuigwa na kuendelea kutunzwa daima. Na katika kumbukumbu hii, Fuoni Shehia ya Uwandani imeandika ukurasa mpya wa uzalendo, mshikamano na usafi wa kimapinduzi. Jina langu ni Rehema Shaibu Reibela, nikiwa sambamba na Abdullahi Abdallah, ndiyo tuliofanikisha kukusogezea haya ndani ya ASAM Online TV.